Yes, bwana, karibu sana kwa mara nyingine. This time around nimekuja kufanya exclusive interview na mwanadada anaitwa Lizzy. Nadhani walio wengi tunamfahamu, kwa wale ambao mnapenda sana kuangalia clips za comedy, ni mwanadada ambaye anafanya maigizo. Lizzy, vipi? Safi. Uko poa? Niko poa kabisa. Unaendeleaje? Naendelea vizuri namshukuru. Uko salama kabisa? Niko salama. Okay. Unaonekana na rangi nzuri sana. Hii ya kwako kweli au ndo tumeongeza vitu fulani vya kuglow? Mnasemaje nyie watu wa product? Ni rangi yangu, lakini kama mtoto wa kike lazima utumie products, lazima ujipende ngozi yako, yes. Sawa. Kwa hiyo kuna namna tu kipako kinahusika. Okay. Kina dada wengi ambao mnahusika sasa hivi kwenye masuala ya create content, yani content creators wengi Tanzania, mmejaliwa sana maumbile, yani mauno hayo, figa zenu hizo kalikali, shape na nini. Hivi ni mkitaka kuingia kwenye hii tasnia, kuna namna mnaenda kujitengeneza sehemu au mnajikuta tu kwamba kwa hivi nina shape yangu, ngoja niende huko? Amna, unajua kila mtu akijiangalia kwa namna alivyo, anaona kabisa mimi na fit kukaa sehemu fulani, umeona? Kwa hiyo kama una muonekano mzuri, una shape nzuri, sura nzuri, rangi nzuri, sauti nzuri, kwa nini usifanye? Unafanya. Watu wanakuona. Lakini watu wengi wanaamini kwamba nyinyi hamkai tu kwenye content, huko kwenye kufanya content mnakuja ili muonekane, lakini behind kuna biashara zingine mnafanya. Ili lina ukweli? Huyu anayesema biashara basi na yeye mwenyewe anakuwa na akili, kwa sababu yeye pia anakuwa ameshajijengea notion ambayo ni mbaya. Mtu anaingia kwenye sanaa kwa sababu anapenda, umeona? Though wapo kweli watu ambao wanafanya ili kuonekana, wakiamini labda kwenye sanaa labda utapata mtu wa maana, sijui nini. Hapana, si kweli. Kama umeingia kwa lengo la sanaa, utafanya sanaa. Lakini pia kwenye sanaa unaweza kuonekana pia. Yaani mambo yote yanawezekana. Okay. Lakini kwenye kuispecify, kwenye kujiuza and so, hapana, hiyo hapana, mimi nakataa. Okay. Lizzy, umewahi kujiuza nje ya sanaa? Hapana. Hujawahi? Hapana. Unahisi nini ambacho kinatokea hadi binti anaamua kuingia kwenye hizi mishi? Tamaa tu mimi naona. Na kutokujielewa. Okay. Ukishakuwa na tamaa, utahisi labda kila kitu ni biashara, umeona? Mimi siamini katika hela kwamba ndo mapenzi, hapana. Upendo unakuja, alafu baadaye ndo mambo mengine yanaendelea, kama ataamua kuhudumia, kama atoamua ni yeye mwenyewe. Lakini kusema eti nimuuzie mtu, no, I can never do such. Okay. Unavyosema kwamba mapenzi sio pesa, Lizzy, ushawahi kupendana na maskini? Nilishawahi. Na muonekano wako huu au Lizzy wa zamani wa kipindi hicho bado akiangalia amechoka mbaya? Mimi huyu unavyoniona. Hadi niligombana na babangu, ninavyokuambia. Niligombana na familia yangu. Kisa mwanaume? Alafu maskini. Alikuwa hanipi chochote. Ni kwamba alikuwa nacho lakini hakupi, au ndo alikuwa hana kabisa? Hakuwa nacho, la niliamini atakuwa nacho. Okay. Lakini kutokana na tabia zake na mambo yake, tukashindwana. Alafu nikarudi nyumbani nikamwomba baba msamaha. Na sasa hivi babangu ndo shabiki yangu namba 1. Okay. Wewe uligombana na mzee kabisa kisa mwanaume, mzee akaona sasa mtoto unisikilize toka kwangu, au ndio uliamua kuondoka? Yaani kabisa mwaka mzima mimi babangu alikuwa hataki kuniona. Kwa yani vijana wenzangu wasikubali kudanganyika. Vijana hawa, unaweza kumvumilia mtu hana hela lakini bado akakufanyia vitu vya ajabu, na unaweza ukawa na mtu kwa sababu ya hela na bado akakufanyia vitu vya ajabu. Kwa hiyo ni bora uwe na mtu kwa sababu moyo umetaka kuwa naye. Kwa hiyo nambana wewe ulimpenda mwanamume kwa roho yako yote, ambaye mwanaume alikuwa hana kitu, maskini, ukagombana hadi na mzee, lakini baadaye tena mwanaume huyu akaja akakugeuka na kukufanyia vitu sivyo? Yes, bad thing enough, alikuwa pia anatoka na marafiki zangu. Umeona? Muda mwingine mimi nampa cha kwangu, yani ile kwamba asiniaibishe huyu. Sawa. Kwa unakuta nimepata kidogo, hata tukiwa tumetoka na marafiki zake, naona marafiki zake wanalipia vitu, yeye alipia, namwambia take this, ili asiniaibishe. Lakini ndio hivyo. Wenyewe mlikuwa mnampendea nini? Mtu ana hela au alikuwa anapeleka moto? Inatokea tu. Hadi marafiki zako wanamtaka, ilikuwa tu kisa nyota, au alikuwa handsome sana, hana hela lakini alikuwa na muonekano? Alikuwa ni handsome sana. Yani alikuwa ni handsome kiasi kwamba amenizidi hadi mimi uzuri. Okay. Kwa hiyo wewe mwenyewe pia ukiangalia sura ulikuwa unachanganyikiwa? Nilikuwa naona tu ni hali yake, kwa sababu mwenyewe kilinichanganya, nikaona tu sawa. Okay.
Okay. Tangu umekuja kwenye ulimwengu wa content na mitandao, unaona maisha yako yamebadilika kwa kiasi gani? Yamebadilika kwa kiasi fulani kwa sababu nakutana na watu wengi, changamoto zinakuwa nyingi, kuna ups, kuna downs, alafu zote unajifunza kukabiliana nazo. Okay. Yes. Kwa hiyo mimi ni mtu wa hasira sana, lakini baada ya kuingia huko kwenye sanaa nimejifunza kwamba hautakiwi kuwa na hasira. Sawa. Kuna vitu tu unatakiwa uvichukulie kwa namna fulani kwa sababu binadamu ana maudhi. Kwa mfano kama tu huko kwenye sanaa sisi hatupendani. Okay. Unaweza ukaingia hivi mtu akaona huyu amekuja kuniharibia, amekuja kuchukua nafasi yangu, huyu mbona anafanya vizuri zaidi yangu, umeona? Kwa vitu kama hivyo. Okay. Naamini kwamba kuna namna muonekano wako unakusaidia pia kwenye issue za content. Uongo kweli? Kweli kwa sababu mimi nikijiangalia na fit kwenye kila content. Yes, na ndio maana hata bosi wangu ananikubali sana, ni laki namba 1. Okay. Yes, mimi mwenyewe namkubali sana. Umewahi kwenda kwenye vigoma? Hapana, sio mambo yangu. Naonaga kama nitaonekana kubwa jinga. Yes, kwa jinsi ambavyo nipo na ambavyo jinsi mtu unajiweka. Kuna mambo tu mtu unajiwekea kwamba hii sio ya kwangu, I cannot do that. Hivyo. Leo kwa mara ya kwanza nimezungumza na wewe, lakini sasa hivi nimepata picha kwamba yawezekana hujasoma sana lakini una elimu kidogo. Yes, nimesoma. Okay. Kwa nini msomi ukaamua kuingia kwenye masuala haya? Amna, yani kwanza niwaambie kitu kimoja, mitandao ina hela sana. Inategemea na wewe jinsi ambavyo unaitumia. Sawa. Lakini hakuna sehemu ambayo utasema mimi nimesoma, sitaki kuajiriwa, nataka nijiajiri mimi mwenyewe. Unatumia elimu yako, unajiajiri mwenyewe online, so unaona? YouTube, Instagram, Facebook, kila sehemu, TikTok, ni jinsi ambavyo wewe unaitumia mitandao. Kwa hiyo eti mtu asiseme kwamba eti kwa sababu mimi nimesoma nisifanye content watu watanionaje. No, yani unafanya ambacho unakitaka. Inategemea unakipresent vipi kwenye jamii. That's all I can say. Hiyo iPhone gani? Hii 16. Watu wengi wanaamini kwamba mwanamke hawezi kumiliki iPhone 16 kwa uwezo wake mwenyewe mpaka aungwe labda na sponsor au mpenzi wake. Ile lina ukweli kiasi gani kwa upande wako? Hayo ni mawazo ya kila mtu ambaye ameshajiwekea. Ni sawa sawa na mtu ambaye mtasema yule hawezi kumiliki gari, wewe unajuaje kwamba hawezi kumiliki gari? Kwa sababu sio kila mtu anachokifanya lazima amwambie mtu kwamba mimi nafanya hivi, mimi nafanya. Binadamu hatupendani. Kwa hivyo eti sasa hivi kama unavyoona mwanamke anajitafutia, mwanaume anajitafutia. Kwa mimi sometimes unakuta cha mtu kina mateso, kwa nini sitafute cha kwangu? Yes. Sasa hivi upo kwenye mahusiano? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu naona tu haina maana. Kwa nini nikae roho juu kila siku namwazia mtoto wa mtu wakati najua kabisa nifanye hivyo kuchitiwa nitachitiwa tu. Pale wewe ucheat ukiwa kwenye mahusiano? I don't cheat nikiwa kwenye mahusiano. Yaani siwezi. Na kuaga mjinga mmoja sana. Yes. Sure. Kabisa. Yaani siwezagi. Kwa cheat. Kwanza namcheat. Kwa nini nimcheat wakati nilishakubaliana kuwa na yeye? Kwa mtoto wa kike kwanza kucheat haikai sawa. Haikai vizuri. Yes, haikai vizuri. Ukiwa na mtu kama mmekubaliana, mmeona mmeelewana, hivyo hamwezi mkajua Mungu amewapangia kufika wapi. Okay. Ukijiangalia muonekano wako na namna ulivyo mzuri, ni shilingi ngapi ukiongwa uweze kuchukua? Shilingi ngapi nikihongwa? Yaani kuna hela tu mtu akikutajia kwanza unaona huyu vipi huyu? Hivyo yani kama mtoto wa kike kwanza yani kuna namna tu ile hela saluni nini muonekano pale, hata bibi akupe hata kama milioni 3 pale unasema hivyo. Ndio hela saluni. Amna bwana, unajua hela za saluni kikawaida bwana, hela za saluni kwa mfano kama hivi hela saluni labda 200,000. 200,000 labda, kwa sababu kuna kusuka, kuna kucha nini hivyo kopi. Kwa tutaki kwenye mambo mengi 200,000 inatosha. Lakini kwa milioni 3 ile kuna matumizi mengine na mengine na mengine. Sio tutakike kuna nywele, kuna nguo, viatu nini. Okay. Umeniambia hapa kuna time ulikuwa unamsaidia boyfriend wako labda bills kulipa na nini. Hii unamaanisha kwamba wewe pia umewahi kumuonga mwanaume au? Nishawahi, nisiwe muongo, shawahi. Yes, shawahi. Shawahi kuonga? Nishaonga. Unaweza kukumbuka kiasi ulichoonga ni shilingi ngapi? Kukumbuka siwezi kukumbuka kwa sababu kila nilichokuwa nikikipata nahisi kama anastahili kuwa nacho yeye, so mimi. Kwa hiyo ni nyingi sana, nyingi. Na hiyo hali ya kuonga ilikuwa ni kwa kipindi hicho au ndo inakuwa hali yako ukiwa kwenye mahusiano na mwanaume unayempenda, huwa unajitolea sana kwake? Yaani mimi nikimpenda mtu na yani mbali na upenzi yaani namuona kama ndugu yangu, kwa sababu nikiwa na chochote nini naona kama nikimfikishia yeye naona ndo sehemu sahihi labda, kwa sababu kuna muda unahitaji tu rafiki ule kuongea naye
usikie moyo wako labda hivyo. Okay. Kwa hiyo yani sijui nikwambiaje, ila ndo hivyo tu. Kwa ninavyojua watazamaji wetu haswa wa kiume especially wa vijana wakitazama hii interview watakupenda sana, na wengi watajiuliza huyu dada ni mzuri, ongea yake tu inaonyesha ni binti mtulivu, alafu hana mahusiano. Tunatazamwa na watu wengi, naamini wenye kujiheshimu, walokole, watu wanaojielewa na nini. Wengine labda watatamani hata kuko DM, ungewatajia hata jina unalotumia tu DM waje kukusalimia. Unatumia Instagram, labda TikTok. Waje tu labda kwa sababu ya kunisupport kwenye kazi zangu. Yes. Mimi ndo sanaa naanza. Okay. Kwa hiyo mimi naitwa Lizzy. Napatikana kama Lizzy Actress kwenye Instagram. Yes, kwenye Instagram. Okay, sorry. Yes. Kwenye Instagram, yes, napatikana kama Lizzy Actress, kwenye TikTok, kwenye all social medias Lizzy Actress. Okay. Just Lizzy ndo jina langu. Okay. Lizzy, vitu unavyotazama zaidi, vitu vitatu unavyotazama zaidi kwa mwanaume anayeku approach na umpe nafasi ya kumsikiliza? Maana kuna mwanaume mwingine akiku approach tu unaona usiwezi kumsikiliza. Vitu ambavyo unavyovitazama kwa haraka haraka kwa mwanaume anayeku approach ili kuongea naye umsikilize, wewe unatazama nini hasa? Ujio wake. Yani amenijia vipi, hiyo ndo cha kwanza naangalia. Sawa. Yes, kwa sababu kuna ule anakuja, mfano mtu anakutumia message, nataka kukuona na 200,000. Siwezi kujibu kwanza message kama hizo. Kwa hiyo naangalia ujio wake. Okay. La pili naangalia kwanza mtazamo wake, yani appearance, physical appearance. Yeah. Nikiona ni kijana katoto ambapo kwenye physical appearance hapo unaangalia look ya face au unaangalia namna anavyowia au unaangalia nini? Naangalia jinsi ambavyo ameapia, yani amedress vipi. Unajua mwanaume anavyovaa unamdetermine huyu ni mtu wa design gani. Okay. Hapo akiwa mfupi vipi anapita? Hapana, kwa sababu mwenyewe ni mfupi, kwa hiyo hapana, siwezi sema mrefu. Okay, cha pili ni namna muonekano. Cha tatu thinking capacity yake wakati wa mazungumzo, unajua tu huyu mtu akili yake. Yes. Okay. Swali langu lingine lilikuwa unaamini upendo ni nini? Upendo au mapenzi ni nini? Mapenzi ni kuelewana. Mapenzi ni kuheshimiana. Mapenzi ni kukubaliana. Hayo ndo mapenzi. Mkisha kubaliana kwamba sisi ni watu wa hivi, tumeamua kuwa wote. Yani mimi naona tu vitu vita flow. Yani mkishaelewana, mkishakubaliana, mkishaheshimiana. Mapenzi ni kuheshimiana. Wewe utakuwaje na mtu alafu akuheshimu, utahitaji mapenzi wakati mtu mwenyewe akuheshimu? Hayawezi kuwa. Yani ukishasema kwamba haya ni mapenzi, angalia kwanza heshima yake iko wapi. Kwa sababu haiwezekani upo na mtu anajua kabisa huyu ni rafiki yangu, bado tena anaenda kujipeleka pale. Yani kile unatoka labda na mtu wako, hajaulizwa kitu, ameshachangia mada. Huyo no, hapana. Okay. Kwa miaka yako ulionayo sasa hivi tuko 2026. Haitopita mwaka gani hujaolewa na kuanzisha familia yako? Mungu akinisaidia, namuomba sana Mwenyezi Mungu. Hata wazazi wangu kwenye maombi yao naambiaga niweke sana. 2029 Mungu akitupa uhai. Okay. Hiyo haiwezi kupita. Yaani unatamani ifike huo mwaka ndo ndoa au huo ushaolewa? Natamani niolewe, nipate mtoto wangu nikiwa ndani ya ndoa. Hivyo. Kwa haraka your husband to be ajua utambless watoto wangapi? Nitambless watoto 3. Okay. Wanamtosha kabisa. Hawa 3 tu. Okay. Unaweza kuruhusu kuolewa mke wa pili? Hapana. Wewe ni wa kwanza. Wa kwanza na wa mwisho. Yani ni mpaka kifo kitutenganishe hapo. Huwezi kumruhusu mume wako aongeze mke mwingine. Yani kwa nini aongeze kama alikuwa anaona mimi simtoshi, si angeenda kwa wao wengine mzee. Kweli kabisa. Okay. Waambie neno moja watazamaji wetu ambao wanakutazama. Nawapenda sana. Wa support vijana ambao wanaanza sanaa, wasiwakatishe tamaa kuwatukana mitandaoni. Okay. Kila mtu anapokuja na kitu chake anaamini anaweza kikosea, anarekebisha, maisha yanaendelea. Okay. Kwa hivyo watupende, tuwapende, tupendane, ndo maisha. Okay. Mimi nikushukuru sana. Hamna shida sana. Asante.